Ghana imeamua kwenda kifua mbele na kwenda kumtetea mchezaji wake Thomas Partey. Sasa mahakama nchini Canada zinatarajiwa kusikiliza kesi iliyowasilishwa na serikali ya Ghana kuomba kutathminiwa upya kwa hatua ya mchezaji wake Thomas Partey kunyimwa visa. Serikali inaomba Partey kuruhusiwa kuingia Canada kwa muda mfupi ili kushiriki mechi ya ufunguzi ya timu ya taifa ya Ghana dhidi ya Panama ambayo itachezeka siku ya Jumatano. Lakini pia wanaomba mahakama kuiagiza mamlaka ya uhamiaji ya Canada kumruhusu Partey kuwasilisha ombi jipya la visa. Lakini kunyimwa visa kwa Partey kunahusishwa na kesi za uhalifu dhidi yake nchini Uingereza ambapo wanakabiliwa na mashtaka ya ubakaji pamoja na unyanyasaji wa kijinsia, ambapo mchezaji huyo wa zamani wa klabu ya Arsenal ambaye sasa anachezea Villarreal ya Uhispania amekanusha mashtaka yote na anatarajiwa kusomewa mashtaka mwezi ujao nchini Uingereza. Huku serikali ya Ghana katika taarifa yake ambayo ilitolewa siku ya Jumamosi ilikuwa inaelezea uamuzi wa Canada kumnyima Thomas Partey visa kuwa uonevu na usiokuwa wa haki, ikisema ulitokana na madai ambayo hayajaratibiwa mahakamani. Katika taarifa rasmi iliyoachiwa na vyombo vya habari, mamlaka ya uhamiaji, wakimbizi na uraia wa Canada ilisema Canada inazingatia sheria zake kimataifa na kikamilifu. Kuandaa kombe la dunia hakujabadilisha sheria zake za uhamiaji. Kila mtu anayetaka kuzuru Canada anafanyiwa tathmini yake binafsi kwa mujibu wa sheria. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Ghana Samuel Ablakwa amesema kuwa nchi hiyo pia inatumia njia za kidiplomasia kumtafutia Thomas Partey visa ya kuingia nchini Canada. Partey amekuwa mchezaji muhimu katika timu ya taifa ya soka la Ghana Black Stars, na kukosekana kwake uwanjani kutakuwa na athari kubwa zaidi kuliko vile ambavyo watu wengi wanafikiri. Huku wachambuzi wanaamini kwamba anaweza kukosa michezo mingi ikiwa Ghana itafuzu zaidi ya hatua ya makundi katika michuano ambayo inafuata. Je, Ghana wataweza kufanikiwa kwenye hili au ni kuzungushana tu ndio kitu ambacho kinaweza kutokea? Mimi sijui, ngoja tuendelee kusubiri matokeo ya kesi hii.